Mbabe akiingia kwenye nyumba ya mtu mnyonge, anamfukuza, anatawala na kumiliki. Mbabe akiingia kwenye mtu dhaifu, atampiga, atamnyang'anya mali zake zote, atazichukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anasema kwamba ikiwa ni nyumba mtu hodari, mwivi akifika atamfunga kwanza yule mtu ili aweze kuiba, kwa sababu hawezi kuiba kabla hajamfunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unaweza kuona kwamba hata waganga wa kienyeji huwa wanasema wazi wengine kwamba mimi kwa hili tatizo siwezi, kwa ugonjwa huu siwezi, kwa pepo hili mimi siwezi, labda uende sehemu fulani. Hiyo inaonyesha wazi kwamba viko viwango, ziko ngazi kwa ngazi. Wanatofautiana nguvu, wanatofautiana uwezo. Kwa hiyo kuna wakati kwenye haya maisha unaweza kuwa umefungwa na mtu, umefungwa na watu, umefungwa na secret society kwa namna yote ile, kiroho au kimwili. Umefungwa tumbo lako usizae. Umefungwa usisome au usisomeshe. Umefungwa usifanikiwe kiuchumi na kifedha. Umefungwa usifanikiwe kijamii na kisiasa. Umefungwa kwa namna yote ile. Unaenda kwa mganga huyu anachemka, unaenda kwa mganga huyu anachemka, unaenda kwa mtu huyu anafeli, magonjwa yanaendelea kuwepo. Umefungwa kwa magonjwa, umefungwa kwa mateso, umefungwa kwa laana, kukataliwa, umefungwa kwa mabaya, mambo yako hayaendi, mambo yako yanaharibika tu. Umefungwa kwa namna mbalimbali na adui. Unahitaji umpate anayeweza kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, yupo Yesu ambaye yuko juu ya hivyo vyote. Hao wengine wanafanya kazi kwa kubahatisha. Ndio maana anaweza akafanikiwa au asifanikiwe. Na akifanikiwa, maana yake anakuwa ameweka kitu kingine ambacho ni kikubwa zaidi. Kwa maana hiyo ni kwamba kinaenda kutuliza hicho kitu kidogo ambacho kilikuwa kinakusumbua. Maana yake kikishatuliza kwa muda, kitataka sacrifice, kwa sababu shetani hata akuonyeshe upendo kiasi gani, hata akuonyeshe kukusaidia kiasi gani, msaada wa shetani siku zote unataka kafara au unataka sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Biblia inavyosema wazi kwamba mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Kwa hiyo haijalishi shetani amekuja kwa namna gani kwenye maisha yako, atakuharibu tu. Maana yake utaona matokeo mazuri kwa wakati huo, utafurahia, lakini itafika point ambayo hicho kitu ambacho kimewekwa pia kitataka sacrifice, kitataka damu, kitataka sadaka. Kwa maana hiyo, maana yake utajikuta kwamba tatizo lile lililokuwa mara ya kwanza linaongezeka, linakuwa ni kubwa zaidi, na linakuhitaji utafutie ufumbuzi sehemu kubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sehemu kubwa zaidi. Kwa hiyo unaweza kaenda kwa wengine wakasema kwamba no, sisi hatuwezi. Inabidi uende sehemu fulani tu ndio utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nikwambie kwamba yuko ambaye yuko juu ya vyote. Yeye ndio kila kitu. Anasema katika Isaya sura 49 kuanzia mstari wa 24 mpaka wa 26. Je, aliye hodari aweza kunyang'anywa mateka yake, au jeshi lao waliofungwa halali wataokoka? Aliye hodari hawezi akanyang'anywa. Maana yake ni kwamba kama aliyekufunga ni hodari kuliko yule ambaye anakusaidia, huyu anayekusaidia lazima atachemka. Ndio maana utaona kwamba wengine wakiangalia kwenye mifumo yao, umeenda kumroga mtu, akimwangalia mtu ambaye unataka arogwe, anaona ni mkubwa kuliko yeye, anasema hapana, naona giza pengine, au sioni kitu, au naona kitu cha ajabu, au kinatokea kitu cha ajabu. Kwa mfano, kwa watu ambao wamempokea Yesu Kristo, ambao wamejiunganisha na Yesu Kristo kwa uaminifu, hata majina yao yakitajwa kwenye madhabahu za giza, moto wa Roho Mtakatifu unatokea kwenye hizo madhabahu, unawashambulia hao watu. Pengine wanaweza kupona wachache au mmoja, ili huyo mmoja aliyepona aende akathibitishe kwa watu wengine kwamba yupo Mungu anayeweza zaidi ya mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa aliye hodari hawezi kupigwa na mtu ambaye si hodari. Kwa kama aliyekuteka wewe ni mkubwa kuliko yule anayekusaidia, lazima atachemka. Naam, Bwana asema hivi, hata jeshi la wafungwa wake aliye hodari watapokonywa mikononi mwake, na mateka yake aliye hodari wataokoka. Kwa maana nitateta na yeye atetaye nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu. Ila Bwana, kwa sababu yeye ndiye aliyeziumba mbingu na nchi, ndiye aliyefanya vitu vyote, ameumba kila kitu, ana nguvu na uweza juu ya mambo yote. Kwa hiyo yeye ndiye ambaye anaweza akaingilia kati, hata kwa wao ambao ni mahodari kiasi gani. Anaweza akanyang'anya mateka wao, anaweza akakufungua, anaweza akakuweka huru. Ndio maana mtu ambaye anataka kuacha
anataka kuacha wanachama kwenye secret society zile ambazo renki zake ni kubwa zaidi. Hawezi kwenda kwa mganga wa kienyeji kwa sababu anajua mganga wa kienyeji anakwenda kupoteza muda wake, kwa sababu anajua mganga wa kienyeji yeye hamna kitu hapo. Hamna kitu, au ni renki za chini mno, miongoni mwa wale wa renki za chini mno, kwa sababu wao ni zile renki kubwa kabisa. Kwa ili atoke hapo ni lazima asaidiwe na Yesu mwenyewe. Asiposaidiwa na Yesu hawezi kuwa salama, kwa sababu hao waganga wengine hawana nguvu zaidi ya hao ili waweze kusaidia. Lakini Yesu tu ndiye ambaye anaweza akakuokoa. Ndiye anayeweza kukufungua kutoka kwenye mateka ambao umetekwa nafsi yako. Nafsi yako umeiuza, umetekwa nafsi yako na adui, umetekwa uchumi wako, imetekwa ndoa yako, zimetekwa baraka zako, mafanikio yako yametekwa na adui, ameyafunga usifanikiwe katika eneo lolote lile. Lakini Yesu pekee ndiye anayeweza kukusaidia, kwa sababu yeye ndiye mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani. Akiamua yeye hakuna wa kupinga, akiamua yeye hakuna wa kuzuia, kwa kuwa yeye yuko juu ya kila kitu na yuko juu ya mambo yote, na hakuna ambaye anaweza kupinga lile ambalo Yesu ameamua kulifanya. Na anasemaje? Atakuokoa wewe na ataleta wokovu kwa watoto wako pia. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ukifungwa, hata watoto wako pia watafungwa, lakini wewe ukifunguliwa, na watoto wako pia watafunguliwa, watawekwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mstari wa 26 anasema hivi: na hao wanaokuonea nitawalisha nyama yao wenyewe, nao watalewa kwa kunywa damu yao wenyewe kama kwa mvinyo mpya, na wote wenye mwili watajua ya kuwa mimi Bwana ni Mwokozi wako na mkombozi wako, ni mwenye enzi wa Yakobo. Maana yake Mungu atakapoingilia kati, atakapokuokoa, hao ambao walikuwa wamekufunga wataona kwamba yupo Mungu ambaye ana nguvu kuliko vitu vyote. Kwa sababu gani? Kwa sababu wote waliowahi kuwafunga, wote waliowahi kuwaroga, wote waliowahi kuwachezea, hakuna hata mmoja ambaye alitoboa. Lakini wewe umetoboaje? Maana yake watathibitisha kwamba yuko Mungu aliye mkuu zaidi yao na zaidi ya miungu ambao wanaiamini na kuitumainia. Huyu ni Yesu ambaye ninamtangaza kwako, mtu wa Mungu. Wewe ambaye umefungwa kwenye eneo lolote lile, ukimwamini Yesu atakufungua na vifungo vyote, atakusaidia na utakuwa huru siku zote za maisha yako, na amani ya Bwana itakufunika siku zote za maisha yako. Mwamini Yesu Kristo anayeweza yote, atakusaidia nawe utakuwa salama. Ubarikiwe na uwe na maamuzi mema.